kuwashirikisha wenzetu ili kupata muono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zimesaini makubaliano ya pamoja ulinzi, zikitangaza kuwa shambulio dhidi ya nchi yoyote kati yao litachukuliwa kama shambulio dhidi ya wote. Kijana mmoja umri wa miaka 14 amefanya shambulizi kwa kutumia bunduki shuleni mwake nchini Thailand na kuua watu 7. Na katika mjadala hii leo tunamulika darubini uongozi wa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA baada ya mpango wake wa kuuza hisa za mashindano ya FIFA kwa wawekezaji binafsi. Kwani fedha za FIFA zimekuwa hazitoshi, na kama hazitoshi mbona kutoka hadharani kusema kwamba mapato ambayo yanapatikana yamekuwa hayatoshi. Hiyo ni moja swali muhimu sana. Wakati unafanya maamuzi, umeshirikisha watu wangapi? Na katika michezo, shirikisho la soka nchini Norway lamtaka rais wa FIFA Gianni Infantino kujiuzulu, huku la Mexico likitangaza kumuunga mkono rais huyo. Kwa mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisomwa nami Leila Muhammad. Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zimetia saini makubaliano ya pamoja ya ulinzi katika hatua inayolenga kuimarisha usalama wa nchi hizo tatu. Makubaliano hayo yamesainiwa nchini Saudi Arabia na viongozi wakuu wa mataifa hayo akiwemo mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan pamoja na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif. Sherehe ya utiaji saini imefanyika katika mji mtakatifu wa Makkah katika ufalme wa Saudia. Faida Nganga na maelezo zaidi. Mkataba wa pamoja wa ulinzi kati ya nchi hizo tatu unamaanisha kuwa shambulio dhidi ya nchi yoyote kati yao litachukuliwa kuwa ni shambulio dhidi ya nchi zote tatu. Saudi Arabia ina mchango mkubwa kutokana na uwezo wake wa kifedha, eneo lake la kimkakati, pamoja na kuwa miongoni mwa wanunuzi wakubwa wa silaha duniani. Uturuki kwa upande wake ndio nchi yenye jeshi la pili kwa ukubwa ndani ya muungano wa NATO, ikiwa pia na uwezo mkubwa katika uzalishaji wa vifaa vya ulinzi. Pakistan nayo ina silaha za nyuklia. Nchi hizo tatu zenye idadi kubwa ya Waislamu wa madhehebu ya Sunni zimeungana wakati ambapo mzozo wa kijeshi kati ya Marekani na Iran yenye uongozi unaotawaliwa zaidi na Waislamu wa madhehebu ya Shia ukiendelea kuongezeka. Mvutano huo umevuta pia nchi nyingine za Ghuba na kuathiri usafirishaji wa meli katika mlango bahari wa Hormuz na bahari ya Sham. Hata hivyo, licha nchi hizo tatu kueleza dhamira ya kusaidiana katika masuala ya ulinzi, bado haijaweka wazi ikiwa Pakistan itatuma wanajeshi wake kuisaidia Saudi Arabia endapo itashambuliwa na Iran. Polisi nchini Thailand wamearifu kuwa mwanafunzi mwenye umri wa miaka 14 amewaua watu 7 katika eneo la kaskazini mwa mji mkuu Bangkok, wakiwemo walimu wa shule yake. Tukio hilo lilitanguliwa na mauaji ya babu na bibi yake kwenye makazi yao. Baada ya shambulio hilo, kijana huyo alijipiga risasi na kufariki. Zaidi ya watu 30 wamejeruhiwa, huku 9 kati yao wakiwa katika hali mahututi. Waziri Mkuu wa Thailand Anutin Charnvirakul amesema rafiki wa mshambuliaji huyo aliwaambia polisi kuwa kijana huyo alikuwa akipitia msongo mkubwa wa mawazo. Waziri mkuu amesema vitendo vya kijana huyo vinaonyesha kuwa huenda alikuwa amepanga shambulio hilo mapema. Polisi wanasema kijana huyo alifyatua risasi 29 kutoka kwa bastola iliyokuwa inamilikiwa na babu yake. Majaji wawili kutoka Uganda na Namibia ni miongoni mwa makamishna 6 watakaochunguza waliohusika na makosa ya jinai na ukiukwaji wa sheria uliotokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025 baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuzindua rasmi tume hiyo Ijumaa. Tume hiyo iliyopewa muda wa miezi 5 kukamilisha kazi yake inaongozwa na jaji wa mahakama ya rufani Shabani Ali Lila, huku Rais Samia akisema muda huo unaweza kuongezwa endapo kutakuwa na sababu za msingi. Rais Samia pia ametaja muda ambao tume itafanyia kazi uchunguzi, ikiwemo wa Tanzania kushirikiana na makamishna ili waweze kutekeleza majukumu yao bila vikwazo. Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata muono mpana,
na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Na nawashukuru sana maraisi, mzee wetu mzee Museveni wa Uganda, lakini pia dada yangu Nadine Ndaitwah wa Jamhuri ya Namibia kwa kukubali kuleta majaji hawa kuja kusaidiana na majaji wa Tanzania, na ni imani yangu kwamba majaji hawa watakwenda kutumia taaluma, uzoefu na viapo vyao kutekeleza kazi hii kwa weledi, umakini na uadilifu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka kwa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Urusi inaendelea kuchukua makazi ya maelfu ya raia katika maeneo manne ya Ukraine iliyoyateka wakati wa uvamizi wake mkubwa. Uchambuzi wa BBC wa mamia ya nyaraka zinazopatikana hadharani unaonyesha jinsi mamlaka za uvamizi zinavyonyakua nyumba zinazomilikiwa na wa Ukraine. Takriban nyumba 1034 zipo katika mchakato wa kuchukuliwa, huku nyingi zikiwa ni za wa Ukraine waliolazimika kukimbia kutokana na mapigano. Wamiliki wa nyumba hizo wanatakiwa kupata pasipoti ya Urusi na kurejea katika maeneo yanayokaliwa na Urusi binafsi ndani ya siku 30 ili kuthibitisha umiliki wao. Hata hivyo, kwa walio wengi hatua hiyo haiwezekani kutokana na mazingira ya vita na vikwazo vya usafiri. Moscow inasema mpango huo ni sehemu ya kile inachokiita mfumo wa kisheria wa kuyaunganisha maeneo yaliyounganishwa tena na mfumo wa Urusi. Vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC vimesema ushiriki wa jamii unapaswa kupewa kipaumbele katika kukabiliana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkurugenzi wa taasisi hiyo Daktari Jean Kaseya ameiambia BBC kuwa kuwashirikisha viongozi wa vijiji kutasaidia kupambana na upotoshaji wa taarifa, kubaini wagonjwa mapema na kuhimiza utekelezaji wa taratibu salama za mazishi. Daktari Kaseya amesema pia kuwa kuna mipango ya kusogeza huduma za upimaji na huduma nyingine za afya karibu zaidi na wananchi ili kurahisisha upatikanaji wake. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameshutumu serikali ya Ethiopia kwa madai ya kujaribu kunyamazisha taarifa za vyombo vya habari vinavyoikosoa kufuatia kile kinachodaiwa kuwa ni kutekwa na kushambuliwa kwa mhariri wa chombo huru cha habari. Kamati ya kulinda waandishi wa habari CPJ pamoja na shirika la Human Rights Watch zinasema uvamizi uliofanywa katika ofisi za Addis Standard ni sehemu ya mtindo mpana wa kulenga na kukandamiza vyombo huru vya habari. Mamlaka zilifuta usajili wa chapisho hilo la mwezi Februari mwaka huu kwa madai ya kukiuka maadili ya uandishi wa habari. Hata hivyo, uamuzi huo ulipingwa mahakamani. Hadi sasa serikali ya Ethiopia haijatoa tamko lolote kuhusu tuhuma hizo. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Leila Mohamed. Matangazo haya ya Dira ya Dunia, msikilizaji, yanasikika kupitia FM redio wa shirika mbalimbali Afrika Mashariki na kanda ya maziwa makuu, lakini yako kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Jioni hii uko nami Karorobi nikiwa Nairobi. Tunaanzia nchini Tanzania, na kama ulivyosikia kwenye taarifa ya habari za dunia, majaji wawili kutoka Uganda na Namibia ni miongoni mwa makamishna 6 watakaochunguza waliohusika na makosa ya jinai na ukiukwaji wa sheria uliotokea kabla na wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025, baada ya Rais Samia Suluhu kuzindua rasmi tume hiyo hii leo Ijumaa. Ron Cliffordit na taarifa zaidi. Tume hiyo iliyopewa muda wa miezi 5 kukamilisha kazi yake inaongozwa na jaji wa mahakama ya rufaa Shabani Ali Lila, huku Rais Samia akisema muda huo unaweza kuongezwa endapo kutakuwa na sababu za kimsingi. Kwa mujibu wa mamlaka iliyopewa, tume hiyo itachunguza waliohusika na makosa ya jinai na ukiukwaji wa sheria uliotokea wakati wa uchaguzi na kutoa mapendekezo kuhusu hatua zinazopaswa kuchukuliwa. Majaji wa nje walioteuliwa ni Petras Tileinge Damaseb wa Namibia na Cheborion Barishaki wa Uganda. Damaseb ni naibu jaji mkuu wa mahakama ya juu ya Namibia na pia jaji mkuu wa mahakama kuu ya nchi hiyo. Barishaki ni jaji wa mahakama ya rufaa ya Uganda ambaye pia hufanya kazi kama mahakama ya kikatiba nchini humo na ni jaji wa kitengo cha rufaa cha mahakama ya haki ya Afrika Mashariki. Makamishna wengine ni jaji mustaafu Gad John Mjemas, jaji mustaafu Awadh Mohamed Bawazir na jaji mustaafu Aishieli Nelson Sumari. Akizindua tume hiyo, Rais Samia amewataka Watanzania kushirikiana na makamishna